Injili ya Luka mtakatifu sura ya 7. Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake yule akida, alituma rafiki kwake. Akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda huenda, na huyu njoo huja, na mtumwa wangu fanya hivi hufanya. Yesu aliposikia hayo, alimstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana nakwambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkubwa ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiyo yule ajaye au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao, na misiba, na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Basi wajumbe wa Yohana walipokwisha ondoka, alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Jueni watu wenye mavazi ya utukufu wanaokula raha wamo katika majumba ya kifalme. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Naam, nawaambia na aliye zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako mbele yako. Nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na wanawake, hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo walikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Bwana akasema, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia.
kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema ana pepo. Mwana wa Adamu amekuja anakula na kunywa, nanyi mwasema tazama mlafi huyu na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angalikuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simon, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakaye mpenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simon, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani.